بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Unaangalia Sadiki TV. Kila mtu yuko tayari? Bismillah, tuko live sasa, tuko on air. Sauti zetu zinasikika, shusha feda hiyo. Twende live, pandisha Sadiki TV. 1, 2, twende live. Sadiki TV pandisha. Unaangalia Sadiki TV. Unaangalia Sadiki TV. Unaangalia Sadiki TV. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Itakapotangazwa, itakapoadhiniwa kwa ajili ya swala, nendeni kuikimbilia dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul Jum'a hii tunakumbushana kama alivyokuwekea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukumbusha, na hasa yale ambayo yanawahusu Waislamu. Tuko katika mwezi mtukufu wa Dhulqa'da, mwezi wa maandalizi kwa ajili ya ibada ya hija. Yamezungumzwa mengi kuhusiana na mwezi mtukufu, yatazungumzwa mengi kuhusiana na mambo ya haji. Waliokwenda washakwenda. Sasa kuzungumzia namna kufanya hija itakuwa kama vile kucheleweshana, au labda ni kwa wale ambao watakuja kwenda mwakani, lakini pia mwaka mzima ni mrefu mno kuweza mtu kusahau tukazungumza. Lakini kama wanavyosema wanachuoni, la yajuzu ta'khiru bayan 'inda al-haja, haitofaa kuchelewesha kubainisha jambo pale panapotokea kuwepo na haja. Kwa hiyo nitajikita kwenye hotuba hii katika mazungumzo ambayo yanatuhusu, au kwa maana kwamba kama tumechelewa kuyazungumza mazungumzo hayo, au yanazungumzwa lakini hatuyapi umuhimu wake, na yameendelea kuharibu jamii ya Waislamu, si jamii ya Kiislamu, jamii ya Waislamu, si mengine. Aljahlu bihadha ad-din, ujinga katika hii dini. Nazungumzia ujinga wa Waislamu katika hii dini. Hii ndiyo mada ninayojikita nayo, kwa sababu ni jambo sasa linashamiri, linakita mizizi, linatupelekea kwamba hatujijui tuko wapi Waislamu. Ujinga ninaozungumzia si ujinga ambao tuko nao wengi wa kutojua hii dini, la,
Ujinga unaozungumzia ni ule ujinga murakkab, ujinga uliopandana wa kujifanya kujua kumbe hali ya kuwa hujui. Nazungumzia masala ya dini, kujifanya kwamba unaijua dini kisha huijui, alafu unatangaza hiyo dini na kupoteza watu. Nianze kwa utangulizi. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi binadamu na majini katika hii dunia. Hakutuumba kimchezo. Anatuambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, afa hasibtum annakum khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haq la ilaha illa hu rabbul arshil karim. Hivi mnadhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kimchezo na kwamba kwake yeye hatutorejea kwenda kuhukumiwa kwa tulioamrishwa na yale tuliyokatazwa? Ametakasika Mola wa viumbe, hapana mwenye kuabudiwa isipokuwa yeye, Mola wa arshi. Allah subhanahu wa ta'ala kama anatuambia, hatukuja kimchezo hapa duniani. Miaka 60, 70, 80, 120, yani wewe hakuna kitu hivi tu yani, na hapana. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Adh-Dhariyat aya 66 alipotuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wala uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Na sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndio lengo kubwa la kuwepo sisi viumbe hapa mbinguni. Lakini lazima ujiulize, sasa ibada hii naitekeleza vipi ikiwa tumeumba kwa ajili ya ibada? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wake kuja kutufundisha namna ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yeye ndiye aliyemtuma mjumbe miongoni mwao, yatlu alayhim ayati, anawasomea aya zake, wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, na anawafundisha Qur'ani na Sunna. Wa in kanu min qabli la fi dhalalin mubin, japokuwa hapo mwanzo walikuwa katika upotofu ulio wazi, ujinga ulio wazi. Sababu walikuwa wakifanya mambo, wakiamrisha yale ambayo yanakatazwa, wakihalalisha yale ambayo yamekatazwa, na wakikataza yale ambayo yamehalalishwa. Hii ndio hali halisi. Walikuwa katika ujinga wa hali ya juu, dalal, upotofu. Sasa lazima Muislamu ujitafakari wewe. Umeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeletewa mjumbe, hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwako wewe kwa ajili ya kuja kufundisha hiyo ibada. Hivi umejiuliza Muislamu, je, unayo elimu aliyokuja nayo Mtume sallallahu ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sasa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa awwalu khairi muallimin fi hadhihi al-umma, mbora wa walimu wa kwanza katika umati huu ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekuja kaufundisha umati huu kuyajua yale walioamrishwa ni yapi wapate kuyatenda, na kuyajua yale ambayo wamekatazwa ni yapi wapate kuyaacha. Binadamu miongoni mwetu mendo aliondoka, akaacha nyuma yake waliochukua elimu yake masahaba ridwanullahi alayhi. Hawa nao wakaifikisha elimu kwa waliofuata baadaye, na wao hao na waliofuata, na ndio hivyo elimu ile ilitakiwa iendelee iwe mpaka leo hii ndio nalofuata. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia
kuhusiana na jambo alilokuja nalo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kutulingania sisi katika hilo, amelilingania akiwa na elimu nalo, si masala ya kwamba tu hajui anafanya vile anataka yeye. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi ahsanul khaliqin. Qul, sema ewe Muhammad kwa umati wako, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu mimi, huu Uislamu ndiyo njia yangu mimi, ad'u ila Allah, na walingania watu kumwendea Allah, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala basirati, piga mstari, kwa elimu, kwa hoja, kwa dalili. Ana wa man ittaba'ani, yeye mtume analingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa elimu, yeye pamoja na wanaomfuata. Muislamu jiulize hili swali, hebu lala ukiamka kila siku jiulize, je, ibada ninazozitenda mimi kwanza nina elimu nazo? Nimejifundisha ibada hii au nimeiokota tu? Tuko wengi humo katika masala ya ibada, ni mtihani. Na ninapozungumzia ibada nazungumzia maisha yako yote unayoishi wewe. Sizungumzii swala pekee, sizungumzii funga pekee, nazungumzia maisha yako wewe, kula yako, kunywa yako, kulala kwako, kuamka kwako, kukaa na familia yako, kukaa na wazazi wako, kukaa na majirani zako, namna gani unaamiliana na watu wengine wasiokuwa Waislamu. Je, una elimu na hilo? Kama huna elimu na hilo, ni mjinga wewe, wataka uelimishwe, sawa. Lakini kama unajua kwamba si hivyo, hujui kitu, alafu unachokifanya sicho, hilo ndio gogoro ambalo nalizungumzia sasa hivi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha ba'athani mualliman muyassara, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtuma Bwana Mtume kwetu akiwa ni mwalimu, mfundishaji, mwelimishaji, muyassara, akifanya kwa wepesi. Akaacha wanachuoni, masahaba radhiallahu anhu, na tabi'ina na tabi'in. Ndio pale Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema hadithi alipokea Abu Daud, wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika wanachuoni ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham, na hakika mitume hawajarithisha mali aina yote kwa yeyote. Warathul ilma, wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, ambaye ataipokea ile, ataichukua ile elimu na kuifanyia kazi, basi huyo amepata fungu kubwa katika mafungu ya khair. Wangapi tumeyapata mafungu haya? Tunakaa tukaambizana siku zote, au ndio hali halisi tulionayo sisi Waislamu na sio Waislamu, kupiga maendeleo. Maendeleo hayaji bila elimu. Haya ya kidunia, chukulia kidunia mfano, hayaji maendeleo haya bila elimu. Elimu si kukaa ndani ya kuta nne zile ndani ya darasa, la hasha. Hata nje ya darasa unapata elimu, tena inaweza kuwa zaidi kushinda unalikaa ndani ya darasa. Na jitihada zetu zote tunazitumia hapo. Hii hangaika yetu yote hii ya kutafuta riziki, tutafuta kwa ajili ya elimu, haswa ya watoto wetu. Mapesa mangapi tunayapoteza? Nyakati ngapi tunazipoteza? Namna gani tunaamiliana na watu kuhusiana na watoto wetu kupata elimu zao? Wallahi vicha vinatuhangaika katika swala hilo, ili waje wapige maendeleo. Sasa masala ya elimu ni masala ya kupitwa na muda. Hao waliosoma elimu wakawa ndio waalimu wa waalimu,
shahada zao za juu kabisa. Sasa hivi si lolote chochote, wamestaafu, wamekaa majumbani, yaonekana elimu yao haina manufaa yote. Hii ni elimu ya dunia. Ama ilmu al-akhirah ndio yenye kuendelea mpaka unapokata roho wewe, kwa sababu ndio inakufanya wewe muabudu Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala amekwambia wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka atakapokujilia mauti. Hakuna kustaafu. Ibada haina ustaafu bwana, mpaka pale nafsi pumzi ya mwisho inatoka, wewe ni mwenye kuabudu. Sasa hii inataka uwe na elimu nayo mpaka pale unatoka pumzi yako ya mwisho. Wewe Muislamu, hii umelipa umuhimu gani? Watoto wetu hao, hivi kweli tumewatendea haki? Tutakwenda simama mbele ya Mwenyezi Mungu kuhusiana na hawa watoto kwamba tumewapa kile ambacho wanastahili kupewa? La hasha. Kuwepo kwa wanachuoni, na nazungumzia al-ulama rabbaniyun, wanachuoni wanaojua dini yao na kuitekeleza, basi hupatikana khairi na baraka. Kutokuwepo kwao, basi ni kupatikana shari na fitna. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min ashrati as-saa, hakika katika alama za kiyama, an yadhhaba al-ilm, ni kuondoka elimu, wayadhhara al-jahl, na ujinga sasa ndio unatamalaki, unadhihiri. Wayafshu zina, na zina inatangaa sasa, inakuwa kila mahali. Wayadhharu au wayakthuru al-khamr, na pombe vilevi vinakuwa vingi. Ila qawlihi wayaqillu rijala wayakthuru an-nisa, wanaume wanakuwa wachache, wanawake wanakuwa wengi. Waislamu, hadithi imepokea Imam Bukhari. Lakini hii kuondoka kwa elimu si kwamba inaondoka yenyewe just like that. Hapana. Hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokea na Imam Bukhari, anazungumzia inna Allah la yaqbalu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Kama Mwenyezi Mungu haichukui elimu kwamba anaichukua kutoka kwenye vifua vya watu, walakin yaqbadu al-ilma biqabd al-ulama, lakini anaichukua elimu kwa kuwachukua wale wanaochuoni, kuwafisha wale wanaochuoni, hata idha lam yabqa aliman, kiasi kwamba inatokea sasa hakuna mwanachuoni aliyebakia. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu sasa wanajitengenezea, wanajiwekea watu wajinga. Fasuilu, wajinga hawa wanaulizwa, faaftau, wanatoa fatwa, bighairi ilm, basi na elimu. Fadallu wa adallu, wenyewe wanapotea na wanapoteza watu wengine. Hapa ndio ninapozunguka sasa, na nazunguka kwa msingi gani? Kwa msingi kwamba huenda hii hali ndiyo inayotukuta sasa hivi. Tunapokaa tukazungumza wanawachuoni, tuchukulie kwa uchache wale ambao ni tulabul ilm, wanafunzi. Sisi ni viji wanafunzi katika hawa wanafunzi, lakini katika sisi viji wanafunzi na hawa wanafunzi wenzetu, tunapozungumzia wanachuoni kwa sasa, tunazungumzia wanachuoni waliokushakufa wachache mno waliopo sasa hivi, yani kwenye watano kwa mdomo unaweza kuzungumzia huyu ni mwanachuoni, huyu ni mwanachuoni. Zaidi ya hapo huwe ni mbali. Lakini wengi ambao tunazungumza habari zao au tunatoa fatwa zao ni ambao tayari wameshaondoka, na anapoondoka mwanachuoni
huenda aliyoyaeleza ufahamu wake kwetu sisi ukawa ni mchache mno kuliko alivyokuwa nafahamu yeye. Hapa ndio penye kigogo sasa. Ndio maana utakuta leo hii kila mmoja ni mwana wa chuoni, akishakaa kwa mwalimu miezi miwili tayari naye mwana wa chuoni anasimama na kutoa fatwa. Fadhalu wa adhalu, wenyewe wanapotea na wanapoteza wengine. Sasa yeye akipotea, hawa wanapoteza wengine, hawajui chochote. Ndio sisi bumbumbu mzungu wa reli tunakwenda nao. Sasa kuipata misingi sahihi ya elimu wa Uislamu si jambo la mchezo. Ndio pale baadhi ya wanachuoni kusema inna hadha al-ilm din, inna hadha al-ilma dinun, hii elimu ya kisheria bana ni dini. Fandhuru amman ta'khuduna dinakum, angalieni pale mnapochukua dini yenu. Maneno ya Ibn Sirin rahimahullah. Waislamu, naposema Waislamu nazungumzia Muislamu. Wewe kama wewe unanisikiliza hivi, ibada zako umechukua kutoka wapi? Swala yako unaiswali hivi, ulijielimisha? Ulipata elimu ya hii swala unayoswali? Ndoa yako ulionayo wewe, ulipata elimu ya hii ndoa unavyoishi? Malezi ya watoto wako wewe, ulipata elimu gani ya dini katika malezi ya watoto wako? Wewe namna unavyokidhi mambo yako yote haya ya biashara, mambo ya jamii, mambo ya majirani, umepata elimu gani? Kama hakuna, basi tegemea, kwa maana kwamba utapotosha umma huu. Nikisema hivyo, hii ni uhalisia tulionao katika jamii yetu. Kila mmoja ni mzungumzaji wa hii dini, na kila mmoja anashindana, mishipa inamtoka katika kubishana kuhusiana na hii dini, na hajui chochote. Si kwamba hajui chochote na kujifanya yeye anajua zaidi. Unapomwelekeza jambo la dini, hilo ni gogoro mno. Wewe ambaye una ufahamu mdogo umwelekeze yeye, basi yeye hakubali. As long as kwamba nani yeye ni alwatan, alhumhum, almaarufu, alnani, yeye ni sajidi, yeye ni sharifu, yeye yote majina yote, wewe huwezi kumwelekeza yeye. Sasa wewe Muislamu umejiweka sehemu gani? Tuko hapa tunaswali jamani, tunaswali misikiti mingi huko, tunaswali na watu wengi huko. Unaiona hivi swala ni batili ya huyu mtu, wallahi saa nyingine waogopa kumwambia, sababu litakalo kutokea hulijui. Ni kazi yako kumwambia, lakini pia unatakiwa uangalie huyu nitakayemwambia lipi litakalotokea. Wengi tunaogopa ile dharau. Maana utamwambia mtu, shekhe, hapa hii raka hii uko wewe wakuja, anambia mimi pia wewe funga meza, wewe unajua majina yangu mimi kwanza, Abdullah bin Saleh bin Salim bin Said bin Ahmud. Sasa hivi funga meza, hata hayo majina ufuatia uje unapata hapa Tanga, na wewe mtaogopa hivi kudharaulika. Sawa, lakini huyu anayeambiwa, huyu ndio sisi miongoni mwetu wengi. Swala dogo hilo, sisi ni kubwa lakini dogo. Tunapotaka kuoa, si ndio wengi tuwabikishwa kote hapa msikitini? Tunapotaka kuacha, nani aliyekishapigishwa goti msikitini kwamba anataka kuacha? Mtu ambaye yuko makini anambie,
Mimi nateremka kwenye mimbari hapa, aje katibu mwingine aendelee kwamba yuko mtu alikwenda msikitini, watu wakahudhuria, huyo amekuja shuhudisha watu, anasha mkewe. Kwa nini tulikuja msikitini kuoa? Sababu ya kula, sikushuhudilisha watu ndoa. Mbona katika kuacha hakuna kushuhudilisha watu msikitini? Mbona hatufuati taratibu za Uislamu? Wanataka mtu aache asubuhi, wamelala asubuhi, wameamka, wamegombana, kapewa mke talaka, finish. Ni rahisi namna hiyo? Hivi tunadhani rahisi namna hiyo? Kweli walikuwa watu wanafanya hivyo, na kweli walikuwa ni wajinga na wakakumbusha. Ibn Umar radhiallahu anhuma alimwacha mkewe katika siku zake. Nafikiri naelewa Kiswahili hicho. Mke alikuwa katika siku zake, kutokea akamwacha. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mrudie yule mkeo. Akishamaliza siku zake, akitaharika, siwe bado na ndugu lako, kaa naye mpaka aingie katika siku zake. Akishataharika sasa, amua sasa kumwacha au kuendelea naye, sio kumrudia. Sasa ushamrudia wakati yuko. Hivi wangapi tushaacha wake zetu katika hali hiyo na siku zao, au katika tahara, katika wakati ambao tushawaingilia hawa katika tahara. Ninapokuja swala la kuacha, watizama habari ya kwamba huyu nimemwingilia sikumwingilia, kakutukana usiku, mmelala katika tendo la ndoa, akakutukana, mwanamume gani usijiweza, wainuka, nimekuacha, uruhusi kumwacha, ile inahesabiwa talaka, watakiwa umrejee. Wangapi tumeacha wake namna hiyo? Kwa maana kwamba tungekuja msikitini hapo tungeambiwa bwana, bado leo sio siku ya talaka, subiri. Kama umesubiri siku ya ndoa na siku ya talaka uisubirie nayo uje uache. Haya ni masala madogo ambayo ni makubwa sana wakati tunaishi na watu na vimada humu. Mangapi yanazungumzwa hapa, watu wanatoa hoja, dalili, analia, mke wangu nimemwacha, nilikuwa na ghadhabu. Talaka ya tatu hiyo, kamwacha talaka ya tatu, anakuja dai ilikuwa ni ghadhabu. Hata ukiniambia mimi ilikuwa ni ghadhabu, nikakwambia mrudie mke wako, wewe si ndio unayejua ni ghadhabu au sio ghadhabu? Unaendelea na zinaa. Tuna watoto tuishi nao huko, tunasema ni wakwetu, kumbe si watu wa nje ya ndoa. Kuna watoto watarithi mali zetu, sisi tumerithi kutoka kwa wazazi wetu. Matatizo ni hayo hayo, kutokujua Uislamu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Hii ni dalili tosha, kila mmoja wetu sisi awe mlinganiaji ala basirati, kwa elimu. Ana yeye mtume wa amani na wanaofuata mtume, mimi na wewe tunamfuata mtume. Wewe unalingania kwa elimu, haya unayofanya unafanya kwa elimu. Kwa sababu si swala la mchezo. Leo hii Uislamu kuchezwa chere na wasiokuwa Waislamu au na Waislamu na baadhi ya Waislamu. Tatizo ni elimu, si nyingineyo. So mtu anafanya jambo ambalo si sahihi, inaonekana ndio huu ndio Uislamu, kumbe hapana. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm amma ba'd. Ibadallah, usikum maratan thaniya wa usi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala: wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala msiwe ni wenye visimamo katika mambo ambayo hamna elimu nayo.
msiwe ni wenye msimamo huo, msiwe ni wafuasi wa hilo katika jambo ambalo mnalo. Hakika usikivu na uone, bali na yaliyomo moyoni, vyote hivi mbele ya Mwenyezi Mungu vitakuwa ni vyenye kuulizwa. Yote yale uliyosimamia huna elimu nayo, utakwenda usiulizwa yawm al-qiyama. Nilikuwa nazungumzia ndani ya nutshell, ndani ya box, bado picha nyingine nazungumzia uhalisia. Sasa hivi ile picha halisi mnayo sio taarifa, mnajua yaliyopo katika mji wetu sasa hivi yanayoendelea katika masala haya ya kutokea juhali wajinga wanaitangaza dini basi na kuwa na ilmu nayo. Kuna swala sasa hivi linatokeza na linatambaa bila watu kujijua, hawajui, hatujui, Uislamu wetu hatujui. Swala la misiba linapotokea, kuna watu wanajiweka mbele kusimamia hii misiba, kuleta jambo ambalo halimo katika dini. Si vibaya mtu kujitoa mbele kusimamia misiba ya watu, sawa, ni katika njia ya kuwaliwaza wale wafiwa, wasione uzito katika ile jambo. Unakwenda mbio na sanda yao, unakwenda mbio kuwasaidia wao chakula, unakwenda mbio something like that. Lakini je, kuna swala linalokuwa watu wanakusanyika misikitini, saa nyingine pale ambapo amefiwa, anatokea mmoja katika hao wanaojiita au wanajiona kwamba wana elimu, kuanza kutoa wasifu wa aliyekufa. Kuna jambo linaitwa, sio limetokea wapi, wasifu. Nafikiri ni katika siasa sana ndio wanatumia sana. Mtu akifa basi unakuja shoma wasifu wake. Sasa awe ni mwema, awe ni muovu, atasomewa wasifu wake tofauti na vile alivyo. Sio kwamba ndio mwanzo wa uzushi, na rishaanza kutangaza sasa. Waislamu tutaonana wabaya, wengi wetu miongoni mwetu tunafahamu hili jambo, wako wanaolifahamu wanashindwa kuhudhuria kwenye sehemu kama hizi ni mazishi namna hiyo, sababu kama utakuwa umeshiriki katika jambo hilo. Kwa hiyo tunaanza kuonana ubaya, fulani bwana nimefiwa na baba yangu hakuja, fulani nimefiwa na ndugu yangu hakuja, fulani nimefiwa na mwanangu hakuja. Ni haya mazito yanayojitokeza. Limekuwa ni swala la mazushi sasa hivi, kwamba kuna vichwa maalum hivyo vinasimama kwa sababu ya umaarufu wao, kwa sababu wao ni watu wa mjini. Na bahati mbaya zaidi kwamba wale wanaopewa wasifu huo ni wale wa mjini wa Mtangata, watu huyu ni wa hapo Ndume, huyu ni wa Mnyanjani, huyu na pale Mwambani, huyu ni wa Marongo, huyu hapa jirani Mangopeni. Subhanallah, kufa wewe ulitoka Tabora, kufa wewe ulitoka kama utapata wasifu huo. Ni jambo ambalo katika elimu baadhi yetu tunaweza kuliona hili au tunaweza kulisikia. Lilipitishwa janaza mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi Anas ibn Malik. Likapitishwa jeneza, nenda zikwa. Masahaba wakaanza kumsifu yule bwana, mashaallah kana. Bwana Mtume akasema wajabat, anastahiki. Muda si mrefu kabisa jeneza nyingine, watu wakaanza kutoa maelezo yao. Ndo huyu bwana na matatizo moja. Bwana Mtume akasema wajabat, anastahiki. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akamuuliza Bwana Mtume, kapita yule anastahiki, kapita huyo anastahiki nini? Bwana Mtume akamwambia, yule kapita, nyinyi mkamshuhudia khairi zake, kwa hiyo inampasa yeye kupata khairi pepo. Na amepita huyu mwingine mkamtangaza aliyokuwa nayo, basi namwajibia yeye moto. Antum shuhadaullahi fi hadhihi al-ardh, nyinyi ni mashahidi wa Allah katika hii ardhi. Anastahili kufanywa hivi sana, kusifiwa asifiwe. Lakini si masala yale ambayo ndiyo yamezushwa sasa hivi wakati tuko misikitini. Kuzika ni jambo la ibada,
kuzika si mila wala desturi. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya mazishi, kuanzia mtu mgonjwa mpaka anakata roho, mpaka anaoshwa, mpaka anapikwa sana, mpaka anaswaliwa, mpaka anazikwa. Ametufundisha. Haijatokea kwamba aliletwa jeneza msikitini, Bwana Mtume akaanza kutoa wasifu wa yule bwana, au maswahaba akaanza kutoa wasifu wa yule bwana. Hao waliotangaziwa ni watu wa Najashi. Bwana Mtume alitangaza, tumswalia Najashi, mfalme wa Habashi, alikufa Muislamu. Haijulikani kule kwao kwamba aliswaliwa kusaliwa. Bwana Mtume akafunga safu akamswalia. Jaafar ibn Abi Talib alimtangaza Bwana Mtume kwamba huyu baada ya kupewa bendera fulani akauliwa, fulani atashuhudia, na Jaafar ameshuhudiwa naye vile vile aswaliwa. Hakuna ziada ya hapo. Lakini tukaanza kumsomea, huyu nilisoma naye sekondari fulani, huyu nilisoma naye primary, yule alisoma shule fulani, akasoma kwa mwalimu fulani, akaondoka kwa ndio uzushi unaanza kutanga. Na kama tutanyamaza, hatutalisema hili, basi tukaeni kujua kwamba hawaruhusu juhala, hawa wajinga wanaojiona wana elimu, na lau kama utamuuliza umesoma wapi wewe, hana jibu. Sasa Uislamu hili na mengi ambayo yapo yataka sisi tutanabahi nayo. Usikubali jambo la dini lapita mbele yako wewe ukaliona ni jambo la kawaida tu, bali wengine wakaona ni vibaya mno. Leo hii mtu anapokuja kukataza jambo fulani, ya kuhusu nini wewe, waitakia nini wewe? Lafanya jambo wengi tumeoa, hatujawekewa chetezo na ubani wakati wa kuoa. Tusidanganyane. Wachache vijana ndio walikuja hapa, hakuna vichezo wala ubani hapa. Lakini wengi leti chetezo bwana. Haya, hebu zungumza hicho chetezo na ubani wa nini hapa? Huu moto wa nini hapa? Bwana watakia nini mambo ya watu waache wenyewe? Sisi tunatumalize yeshi. Wa inal ladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Waekwe mbali na rehema wale waliokufuru katika bani Israil. Wamekwamana kutoka kwenye ndingi za Daud na Isa ibn Maryam. Hii ni kutokana na uadui walikuwa wakifanya. Upyo walikuwa hawakatazani maovu wanayoyafanya. Ni mabaya mno hayo wakiyafanya, kutokatazana. Sasa mtu anashindwa au anaona haya, anaona kataza, chukia, ondoka. Linalokuweka nini wewe? Mfano kuna kusudi moja inafanywa na watu wa Maulidi. Wanapokuwa na harusi zao na umealikwa pale. Bila kujijua hizo ukienda mara waona mlango wa kwanza, waanza wa pili, bado wafanyaje? Si wenyewe kiamu wafanyaje? Wakaa walikuja beba watu mzobe wakatoka nje. Yakazikana kuhudhuria vitu hivi. Ile kwamba wewe huwezi kukataza, chukia, usiwepo, ondoka. Sasa hivi Waislamu ndio wanatushinda hivi, kuwa wasogora, wadadisi. Hili jambo katika dini lipo, hili hatunalo wala hata kulijua. Huenda wakati mwingine lina maslahi na sisi, kwamba kuna mshiko fulani unaokosa, au ni mtu wako wa karibu atakuwa atakutenga au kadha. Waislamu tujitahidi kujua dini yetu, tujitahidi. Tunajitihada katika mambo mengi sisi, subhanallah. Waweza kushangaa
huyo hili pia alijua hili. Si la dini. Mkuta mtu kweli kumbe ni daktari bingwa huyo. Huyo kumbe ni engineer huyo. Lakini dini yake haijui, subhanallah. Haijui, kapoteza pesa, kapoteza muda, kapoteza kwa ajili ya kusoma ya mambo, na ndiyo sisi tumepoteza. Masala ya biashara tulionazo ni elimu hii, bali ni experience tumeipata katika hizi biashara. Lakini hebu muulize mtu experience katika dini yake. It's nothing. Imamu anakuambia sawa, itajilu bega kwa bega, mguu kwa mguu. Bwana wachelewesha bwana, funga swala wewe alifa. Safu zimeparaganyika. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii safu iliyopinda pinda. Bwana sisi tunatakiwa kuswali tuswali. Wallahi thumma wallahi ndio tunakwenda hivi. Wauliza Tanzania kuna mwanachuoni anaweza kutoa fatwa? Nawachia hiyo kazi. Islam. Yuko mwanachuoni Tanzania anayeweza kutoa fatwa? Si masala ya mtu fulani mufti, fulani shekhi, fulani allama, fulani. Those are just majina tu watu wamejimalika nayo. Lakini yuko mwanachuoni anaweza kutoa fatwa? Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu sallimu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allah subhanahu wa ta'ala jalie ilmu nzuri katika dini hii. Allah subhanahu wa ta'ala tunajalie yale uliyoyaamrisha miongoni mwetu wengi tunayajua, na yale uliyokataza miongoni mwetu tunayajua, tupate kuiacha nayo. Aqulu ma tasma'una wa atimus salat.